Kwa zaidi ya miaka 10, mwamba wa kuitwa Peter aliweza kuficha siri ya baba yake ambaye aliweza kuwapoteza watu zaidi ya 47 kwa makosa yake yeye mwenyewe. Lakini baadaye zile roho za watu 47 zikaja tena, zikarudi duniani zikimtaka mwamba aseme ukweli mbele ya hadhira na akili dhambi za baba yake. Sasa hapa ndipo sekeseke linapoanzia. Ungana na mimi kuanzia mwanzo mpaka tamati mwa hii simulizi bila kusahau kusubscribe. Mimi naitwa Kipaso Njeyara. Bonge Story. Movie inaanza kutuonyesha huyu jamaa jina lake anaitwa Peter. Sasa huyu mwamba ni mwanasaikolojia ambaye kwa kipindi kingi cha maisha yake yamekuwa kijana na huzuni na maumivu makubwa sana, na yote ni kwa sababu mwaka mmoja uliopita binti yake mdogo alipoteza maisha kwenye ajali ya gari. Sasa tangu siku hiyo Peter amekuwa akijilaumu kila siku juu ya hilo tukio ambalo limemkuta binti yake na kumsababisha kuweza kufariki dunia. Mwamba anaamini ya kwamba kama asingepoteza umakini kwa sekunde chache huenda hivi binti yake angekuwa hai mpaka sasa. Siku moja asubuhi Peter akamkuta mke wake wa kuitwa Carol akiwa analia, na hii ni baada ya kuweza kuota ndoto mbaya sana. Sasa ukweli ni kwamba watu hao wawili, Peter pamoja na mke wake, wamekuwa wakiishi maisha ya huzuni sana, na yote ni baada ya kumpoteza yule binti yao mdogo. Muda mchache baadaye Peter akaingia ofisini kwake, na hapa mwamba akawa anasikiliza matatizo mbalimbali ya wagonjwa wake. Sasa huyu mwamba ni mwanasaikolojia, na mwamba anaifanya hii kazi ikiwa kama ni njia pekee ya kuweza kumpoza maumivu yake yeye mwenyewe. Sasa leo hii mgonjwa wake wa kwanza ama mteja wake wa kwanza ni huyu mtu wa kuitwa Felix, ambaye alikuwa na tabia za ajabu sana, kana kwamba kama akili zake zimeruka na zimekwama zamani. Felix anadai ya kwamba yeye ni mwanamuziki, na mwamba Peter ili kumjaribu akamuuliza swali la mtego, na hapa akamuuliza rais wa sasa wa Marekani anaitwa nani. Felix baada ya kusikia hili swali akaonekana amechanganyikiwa, na hapa akamjibu mwamba Peter ya kwamba anaitwa Ronald Reagan. Peter akamuuliza swali jingine ya kwamba huu ni mwaka gani. Felix akadai ya kwamba ni mwaka 1987. Baada ya kusikia jibu kutoka kwa huyu mchizi, Peter akatambua ya kwamba mwamba Felix ana matatizo makubwa sana ya kumbukumbu, ambapo zinapelekea mwamba kushindwa kabisa kupokea taarifa mpya. Sasa akili yake imebaki kipindi fulani hivi cha zamani. Sasa cha kushangaza zaidi, Felix hakumbuki kabisa kama wiki iliyopita alikutana na mchizi Peter. Baada ya hapo Peter naye pia akakutana na mshauri wake ambaye mwamba anaitwa Duncan, ambaye mara nyingi huwa anamtumia wagonjwa mbalimbali. Sasa wakati wa mazungumzo yao, Duncan akamuuliza swali kuhusu AVA ambaye ni binti yake na mwamba Peter, jambo ambalo linaamsha kumbukumbu na hisia chungu sana kwa mchizi Peter. Sasa kufuatia hapo tunatupwa tukio la mwaka mmoja uliopita, ambapo mwamba Peter alikuwa akitembea na binti yake wa kuitwa AVA huku akiwa amemshika mkono. Sasa kwa sekunde moja tu mwamba Peter macho yake akahamia upande wa pembeni wa dirisha la duka fulani hivi, na muda huo mfupi ambao mwamba Peter alikuwa akiutumia kuangalia duka la pembeni ulitosha kabisa binti yake kuporochoka na kuingia barabarani, ambapo kulisababisha ajali kubwa na binti yake kufariki dunia. Sasa Duncan alimuuliza ni nini kilimvutia hasa alipoangalia huko dukani kiasi cha kwamba kupoteza umakini, lakini mwamba Peter anadai ya kwamba hakumbuki vizuri. Ukweli ni kwamba mwamba Peter bado anajilaumu sana na hajawahi kupona wala kujisamehe kutokana na kifo cha binti yake, na kadri siku zinavyozidi kuenda Peter alikuwa akiendelea na kazi zake za kuwaona wagonjwa, lakini bado akili yake haipo sawa. Sasa mgonjwa wake mmoja alikuwa akiitwa Erika aliligundua hili mpaka kufikia kumuuliza kana kwamba mwamba kweli yuko sawa, lakini Peter alikanusha na kudai ya kwamba yuko sawa. Basi bwana Erika hapa akawa anamueleza kwamba mara nyingi huwa anajihisi kama ni mtu ambaye asionekana, kana kwamba hakuna mtu anayemjali, hata binti yake mwenyewe amekuwa hamjali. Peter hapa akajaribu sana kumtuliza huyu Erika na kumwambia kwamba asijali kwa kuwa yeye bado anamuona. Jioni hiyo hiyo Peter akiwa ofisini, sauti kubwa ya treni iliyopita ikamshtua sana. Anapojiandaa kuondoka, ghafla akaona msichana mdogo akiwa ndani ya ofisi akiwa ameshika mdoli mkononi. Peter akamuuliza amekuja kumuona nani, lakini msichana huyo anamnyoshea kidole yeye kimya kimya. Peter anamuuliza huyo binti wazazi wake wako wapi, lakini huyo binti hasemi chochote, na badala yake binti yule akamkabidhi pasi yenye jina ya Elizabeth Varela.
Valentine. Peter anajaribu sana kumfanya huyu binti aongee, na kwa wakati huu akamwambia aandike kwenye karatasi kama hawezi kuzungumza. Ghafla penseli iliyokuwa mezani ikaanza kusogea yenyewe kidogo kidogo, huku treni nyingine ikapita nje. Sauti hiyo inaonekana kumtisha sana Elizabeth. Peter akasimama na kisha akafunga dirisha ili kumtuliza, lakini anapogeuka nyuma, msichana huyu alikuwa tayari ametoweka kabisa. Peter akajaribu kutazama nje na kudhani ya kwamba huenda amemwona akivuka barabara. Sasa anaporudi mezani akakuta yule binti Elizabeth akiwa ameandika tarehe isomekayo tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 1987. Huo usiku Peter akaamua kurudi zake nyumbani, lakini akili yake bado imekwama kwenye zile namba. Hili jambo lilimfikirisha sana mwamba Peter, na hata aliporudi nyumbani bado akili yake ilikuwa ikikumbuka sana zile namba ambazo yule binti aliziandika. Mwamba akaamua kuingia kwenye chumba cha zamani cha binti yake Evie, na kisha akaanza kuangalia picha zake za pamoja na vitu vya kumbukumbu yeye pamoja na mwanaye. Maumivu yake yanaonekana kukua sana. Mwamba anaendelea kujitonesha maumivu. Carol naye pia mke wake akaingia na kisha akaanza kumuuliza anatafuta nini. Mwamba Peter akamdanganya kuwa ni kuhusu tu kesi za zamani. Sasa tunaambiwa ya kwamba Carol pamoja na Peter walihama nyumba mara tu baada ya binti yao kufariki dunia, na Carol mke wake na Peter amekuwa akitumia dawa ili kusudi kujipoza maumivu yake ambayo mpaka sasa anajisikia dhidi ya binti yake ambaye tayari alishafariki dunia. Peter anaendelea kumwomba msamaha mke wake mara kwa mara, lakini mke wake Carol anamwambia ya kwamba hakuna haja ya kumwomba msamaha na wala hana haja ya kuendelea kujuta kiasi hicho, kwani bado anaendelea kujikumbusha maumivu makubwa ambayo wapo nayo wawili hawa. Jioni inayofuata Peter alipomaliza kazi zake akatoka nje ya ofisi, na hapa akakumbuka ya kwamba amesahau kitu ndani, hivyo akarudi ndani, na kwa wakati huo akakuta mlango ukiwa wazi kidogo. Mwamba anapoingia ndani akamwona Elizabeth tena akiwa amesimama dirishani. Peter akajaribu kumuuliza ameona nini nje, lakini Elizabeth akaanza kuhema kwa shida sana kana kwamba anakosa na hewa. Elizabeth anaonyesha nje kwa kidole, lakini Peter bado haelewi huyo binti anamaanisha nini. Peter akajaribu kurekodi sauti yake, lakini Elizabeth akaanguka chini tena akiwa anahangaika kwa kupumua. Peter akakimbilia dawa, lakini aliporudi Elizabeth akawa ametoweka tena. Kitu pekee kilichobaki ni yule mdoli tu. Jua hili tukio Peter akaogopa na akawa na wasiwasi mkubwa, na siku inayofuata Mwamba akaenda mpaka kwa Duncan pamoja na yule mdoli. Duncan yeye akamwambia Peter ya kwamba hajawahi kumtuma mgonjwa kuitwa Elizabeth Valentine, na kisha akaanza kudhani ya kwamba huenda Mwamba atakuwa tayari ameshachanganyikiwa kutokana na matukio yake ambayo amewahi kuyafanya nyuma. Sasa Duncan akagundua kitu. Herufi za mwanzo za yule bidada ambaye amemtaja Elizabeth Valentine ni sawa tu na Evie, yani Evie mwanaye ambaye tayari alishafariki dunia, ambapo anaamini ya kwamba akili ya Peter inajaribu kutaka kuunda sura ya binti yake kutokana na hatia ambayo aliwahi kuifanya hapo awali. Lakini tatizo ni kwamba hata kama kweli Peter anawaza hivyo, lakini bado ule mdoli upo kweli, jambo ambalo linafanya hichi kitu kuwa cha kutisha sana. Duncan hapa akaamua kumwambia Peter huenda ameficha kumbukumbu nyingine ambayo inampa hofu kubwa ndani ya akili yake, ambayo mara nyingi hajaitaka kuisema. Peter akiwa amechanganyikiwa sana, wakati huo anarudi ofisini kwake na kisha akaanza kuyapitia tena yale mafaili ya yule mtoto Elizabeth. Mwamba alipoangalia tena ile pass akagundua kwamba ni ile pasi ya treni kutoka kwenye drawer yake. Peter yeye baada ya kuona hivi akagundua kama kuna mtu anadhani ya kwamba ni mawazo, sio kweli. Kwa hichi kinachotokea huenda kuna kitu kinamzonga. Muda mfupi baadaye Elizabeth anaonekana tena na kusema kwa sauti ya ajabu, tunaye. Ghafla sura yake inabadilika na kuwa tena ya Evie. Peter hapa anashikwa kichwa na hisia kali, anajaribu kutaka kumkumbatia lakini anatoweka tena mbele yake. Sasa hapa Peter akaanza kujiuliza huenda amechanganyikiwa au afya yake ya akili haiko sawa. Siku inayofuata Peter akiwa ndani ya treni analala usingizi, na anapoamka anaona mgonjwa wake Erica akiwa amekaa mbele yake. Erica akaongea kwa sauti ya kutisha huku akisema anataka kujiua, lakini kwa sasa hawezi kwa sababu tayari ameshakufa. Ghafla uso wake unabadilika na kuwa wa kutisha sana na kisha anatoweka. Peter akaogopa sana. Peter anapofika kituoni akamuona tena Erica kwa sura ya kutisha zaidi. Hofu inaendelea kutanda mbele yake. Peter anaporudi ofisini akaamua kupitia tena rekodi za umma, yani rekodi za wananchi, na hapo ndipo ambapo wanapopata mshtuko mkubwa. Na ukweli ni kwamba Mwamba anagundua Erica hayupo hai, alikufaga miaka mingi iliyopita. Peter anapochunguza kuhusu Elizabeth anakuta na yeye pia alishakufaga zamani. Kwa hofu kubwa Peter akaanza kuangalia mafaili ya wagonjwa wake wote na kugundua ukweli wa kutisha kwamba hakuna hata mmoja
mmoja anayekuja kwake aliyekuwa hai. Wote walikuwaga wamekufa miaka mingi iliyopita, na zile namba zilizoandikwa na Elizabeth tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 1987. Na cha kusikitisha zaidi ni kwamba wagonjwa wake wote waliokuja walikuwa wamekufa siku hiyo hiyo ya tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 1987. Usiku huo Mwamba Peter akaamua kumpigia simu rafiki yake Duncan akiwa amechanganyikiwa kabisa, na kwa wakati huo huo treni nao pia ikasimama karibu yake. Peter anapoangalia ndani ya ile treni akaona wale wagonjwa wake wote wanaokuja kwake, na mpaka sasa ameshagundua tayari walishafariki dunia, wakiwa wameketi na hapa wakiwa wanamtazama wakiwa kimya tena moja kwa moja. Wakati huu sasa Mwamba Peter akashindwa kabisa kuvumilia hofu pamoja na mkanganyiko uliokuwa ukimtesa, hivyo usiku huo huo akaenda kukutana na Duncan, na kisha kwa wakati huu Mwamba Peter akamwonyesha orodha ya wagonjwa wake wote na kumweleza kwamba wamekufa miaka mingi iliyopita. Sasa Peter anakiri ya kwamba mwanzoni alikopa akihisi labda huenda ana tatizo la akili, lakini kwa sasa anahisi ya kwamba liko jambo lisioeleweka. Sasa ukweli ni kwamba hawa watu wote waliokuja kwake Duncan ndio aliyekuwa akiwapeleka wagonjwa wao kwa Peter. Duncan kwa wakati huu akawa na tabasamu na kwa utulivu wa kutisha sana Mwamba akauliza, kama mimi ndio nilikuletea wagonjwa hao, vipi bado haujagundua kitu tu? Ghafla Peter anaangalia kwenye kioo ambacho kilikuwa karibu, na kwa wakati huu Mwamba akapata mshtuko mkubwa sana baada ya kuona kitu cha ajabu. Yani kile kiti ambacho alikalia Mwamba Duncan kiko tupu, hakuna mtu yoyote maeneo yale. Mwamba Duncan hakuwahi kabisa kuwepo hapo. Peter alikopo muda wote anaongea peke yake. Peter muda wote kumbe alikuwa akiongea peke yake. Sasa hapa Peter anahisi ya kwamba akili yake inaanza kupotea kabisa. Tarehe ni ile ile 12 mwezi wa 7 mwaka 1987 inaendelea kujirudia kichwani mwake. Mwamba sasa akili yake inaanza kumfikirisha huenda kuna jambo baya liliweza kutokea siku hiyo. Sasa hapa Mwamba akaamua kufanya uchunguzi wa kina kwa wale wagonjwa wake wote na majina yao na historia zao na namna ambavyo wagonjwa hao walifariki dunia. Wakati wa uchunguzi wake Mwamba Peter akagundua jambo moja la kushangaza sana. Sasa kumbe wagonjwa wote waliokuwa wanakuja pale walikuwa wakitoka katika eneo lile lile ambalo Peter alikulia akiwa mtoto. Sasa Peter anapoendelea kuchimba zaidi akagundua ukweli mwingine kwamba wote walikufa kwenye ajali ya treni iliyotokea Julai 12 mwaka 1987, tarehe ile ile ambayo Elizabeth aliandika. Asubuhi inayofuata Mwamba Peter akaamua kusafiri na kwenda kwenye mji wake wa utotoni ambao ulikuwa ukiitwa Creek, na hapa Mwamba akaondoka bila hata kumwambia mke wake Carol. Akiwa huko Mwamba akakutana na baba yake. Huyu baba yake anaitwa William na kwa sasa ni askari mstaafu. Uhusiano kati ya Peter na William ulikuwa ni mbovu sana. Licha ya kwamba William alikuwa ni baba yake na Peter, lakini Peter bado alikuwa na hasira sana na baba yake, na ni kwa sababu baba yake William hakuhudhuria kabisa katika mazishi ya binti yake Evie. William anahisi ya kwamba kuna jambo zito sana limemleta mwanaye nyumbani, lakini Peter akakwepa kumweleza ukweli, huku Mwamba akamdanganya tu baba yake na kumwambia kwamba atakaa hapa kwa siku chache na kisha ataondoka. Baadaye Mwamba akiwa ndani ya chumba chake, Peter akakuta boksi la vitu vya zamani lenye gazeti la mwaka 1987 na ndani yake kuna taarifa kuhusu ajali ile ile ya treni iliyoua watu 47. Peter anaenda kwenye bar na kisha anakutana na rafiki yake utotoni aitwaye Bar. Mwanzoni watu wao wakawa wanazungumza kawaida, na hapa Bar rafiki yake akampa pole Mwamba Peter kwa kufiwa na binti yake Evie. Katikati hii story hali ghafla ikabadilika mara baada ya Mwamba Peter alipotaja ajali ya mwaka 1987. Hapa anadokeza ya kwamba iko siri iliyojificha kwa polisi tena miaka mingi iliyopita na sasa inaonekana kuwarudia sana. Bar aliposikia hivi akaanza kupata wasiwasi pamoja na hasira, na kwa wakati huu anamkumbusha Peter ya kwamba waliwahi kuapa hawatakuja kuzungumzia hili jambo tena maishani mwao. Sasa ukweli ni kwamba Peter yeye anaposema ya kwamba amekuwa akiwaona watu waliokufa, Bar anakataa kabisa na hataki kabisa kuweza kuamini, na kwa wakati huu anaondoka akiwa na hasira na amekasirika vibaya mno. Wakati huo William akakuta lile gazeti la mtoto wake Peter tena chumbani kwake, na hapa William akaanza kuelewa sababu ya mwanaye kuweza kurudi nyumbani baada ya miaka mingi kupita. Huku Peter naye pia akaenda paka kwenye ile reli ya treni. Sasa hili eneo liliunganisha moja kwa moja maisha ya Peter ya zamani. Akiwa hapa Mwamba anatembea, kumbukumbu zikaanza kurudi wazi kabisa. Sasa tunatupwa nyuma kidogo, Peter na Bar kipindi wakiwa watoto, na hapa wakiwa na karibu miaka 14, na leo hii walikuwa karibu na reli huku wakiwa na baskeli zao. Sasa hao watoto walikwepo wanachunguza hapa, kuna kitu walikiona, na hapa
wakaamua kujificha nyuma ya mawe wakitaka kuangalia wapenzi wawili waliokuwa ndani ya gari lililosimama karibu na reli hiyo. Ghafla wakasikia msichana akiwa anapiga kelele, na muda huo huo treni ikaanza kuja kwa kasi. Bar pamoja na Peter ndipo wakakumbuka ya kwamba baskeli zao zilikuwa juu ya reli, na kisha wakaanza kukimbia haraka ili kusudi kuweza kuziondoa baskeli zao, lakini kwa wakati huo treni ilikuwa karibu sana, na kisha ikaja ikazisomba na kuzigonga baskeli zao na kuzitoa nje ya reli, jambo ambalo lilisababisha ajali kubwa na ya kutisha. Baada ya hiyo ajali, Peter akiwa mdogo akaonekana akiwa anatembea katikati ya mabaki ya hiyo treni, huku akiwa anaona watu waliopoteza maisha maeneo haya. Hawa ndio watu ambao walikuja baadaye wakiwa kama wagonjwa, Felix, Erikana pamoja na wengine wengi, na hapa anamuona hata yule Elizabeth Valentine ndani ya hiyo treni. Sasa Peter akaanza kuelewa ukweli wote. Watu aliokuwa akiwatibu hawakuwa wagonjwa wa kawaida, zilikuwa ni roho ambazo ziliathirika na ile ajali ya treni, na hapa zimerudi kumkumbusha ukweli ambao aliuficha miaka mingi. Mwamba hata baada ya kugundua huo ukweli, Peter bado akaendelea kumuona Evie mwanaye. Kisha Elizabeth naye pia akaonekana akiwa pamoja na mwanaye, na kwa wakati huu treni ikapita mbele yao na wote wakatoweka ghafla. Mwamba Peter akavunjika moyo kabisa. Usiku huo huo Mwamba akakaa nje ya kituo cha polisi akiwa tayari kwa ajili ya kukiri kila kitu, lakini anapojaribu kusogea mbele, ghafla anamuona tena Elizabeth. Kisha Felix naye pia akaonekana akiwa na sura ya kutisha. Hofu ikaanza kumshinda Mwamba Peter, na kwa wakati huu Mwamba akabadili mawazo yake, na hapa akaamua kurudi zake tu nyumbani. Mwamba aliporudi nyumbani akaanza kuangalia tena lile gazeti lake la zamani, na usiku huo huo akaandamwa na ndoto mbaya ya kutisha. Asubuhi inayofuata Peter akaenda mpaka kituo cha polisi, na kisha akaamua kukiri ukweli wote wa siku hile. Polisi mwanamke aitwaye Barbara akawa anachukua maelezo kutoka kwa Mwamba Peter. Peter yeye hakumtaja kabisa rafiki yake Bar, na hapa Mwamba akaamua kujitisha lawama zote yeye mwenyewe. Barbara yeye akamwambia Peter wakati huo alikuwa ni mdogo sana na wala hakusababisha ile ajali kwa makusudi, hivyo huenda hata asishitakiwe kabisa. Na kisha hapa Barbara akaanza kumuuliza kwa nini hakuwahi kabisa kumweleza baba yake ambaye naye pia alikuwa polisi. Peter hakujibu hilo swali, lakini anadai ya kwamba amefanya hivyo ili kusudi kuweza kuondoa mzigo uliokuwa moyoni mwake miaka mingi. Wakati Barbara akiandika taarifa hiyo, alionekana kuwa ni mtu mwenye huzuni kabisa na kutokuwa sawa kabisa kihisia. Licha ya kwamba huyu bidada alikuwa akionyesha huzuni sana, Peter alikuwa haelewi sababu ya hicho kitu, lakini baadaye anaona picha ya Erika pamoja na msichana mdogo sana, na ndipo anapopata kujua ya kwamba hata huyu askari wa kike naye pia ni binti wa yule bidada Erika. Sasa hapa ukweli ambao Mwamba Peter ameamua kuusema ni kama amefungua majeraha makubwa sana kwa huyu mwanamke wa kuitwa Barbara, japo ni polisi. Peter akaamua kumwomba msamaha kwa huzuni kubwa sana, lakini Barbara yeye akamwambia kwamba hiyo ni kazi yake na wala asiwe na wasiwasi kabisa, na kukiri kwake ni kitendo cha kwamba ameamua kuwa mkweli na kuwa na ujasiri mkubwa sana. Baada ya kusikia maneno hayo, Mwamba kwa miaka yote hiyo kwa mara ya kwanza akaanza kuhisi nafsi yake imepata nafuu kidogo. Basi bwana Peter akaamua kurudi zake nyumbani, na kwa kuwa Mwamba alikuwa hajaaga akaamua kumtumia mke wake ujumbe wa sauti, hapa akimwambia yuko nyumbani kwa baba yake. Baada ya hapo Mwamba akaamua kuchoma lile gazeti la zamani lililokuwa na taarifa kuhusu ajali ya treni, lakini ghafla akiwa hapa akasikia sauti ya ajabu ikiwa inatokea ndani ya nyumba. Peter akaifuata hiyo sauti mpaka kufika kwenye kabati, ambapo hapa akasikia mtu akivuma kwa sauti ya chini sana kana kwamba mtu anaimba polepole. Mwamba anaposogea na kuangalia ndani, mlango ukajifunga kwa ghafla na roho ya Elizabeth ikawa inamshambulia huku ikijaribu kumkaba koo. Baada ya muda Peter akazinduka, kumbe alikuwa amechanganyikiwa, na ghafla Mwamba Duncan akawa anaonekana kwa mbele tena. Peter akamwambia kwamba tayari ameshawaambia ukweli wote polisi. Duncan akawa anamwambia unafikiria kwa nini zile roho bado hazijapata amani? Duncan akaamua kusema ukweli ya kwamba Peter bado haujakumbuka ukweli wote, na hapa akaeleza ya kwamba baskeli mbili pekee haziwezi kabisa kusababisha ajali kubwa kiasi kile. Liko jambo kubwa jingine ambalo akili yake imeficha kwa miaka mingi, na ni sawa tu na jinsi ambavyo alivyosahau namna ambavyo mwanaye Evie alivyokufa. Maneno hayo yakaanza kuamsha kumbukumbu nyingine iliyojificha ndani ya Peter, na hapa Peter akaanza kukumbuka ile siku ya ajali ya mwanaye Evie.
yake. Sasa siku hiyo Peter alipoteza kabisa umakini baada ya kuona toy la treni kwenye display ya duka, jambo ambalo lilimrudisha kwenye kumbukumbu zake za zamani. Wakati huo huo pia Evie ambaye ni mwanaye alikuwa akiendesha baskeli, naye pia akapoteza umakini. Sasa kwa bahati mbaya ajali hiyo ikatokea na Evie naye pia akapoteza maisha hapo hapo. Lakini ukweli ni kwamba mwamba Peter akatambua kwamba sio tu treni iliyokuwa ikimvutia ile siku, pia siku hiyo hiyo mwamba aliona cabin ya reli, jambo ambalo liliamsha kumbukumbu zilizokuwa zikijificha ndani ya akili yake. Wakati huo huo yule mwanadada Barbara akaanza kupitia mafaili ya zamani ya ile kesi, na ndani yake akakuta picha ya Peter akiwa mdogo sana pamoja na baba yake wa kuitwa William eneo la ajali hiyo. Asubuhi inayofuata mwamba Peter akaamua kurudi tena kwenye reli ili tu kujaribu kukumbuka zaidi juu ya lile tukio. Sasa hapo mwamba Peter akakumbuka ule usiku wa ajali kuna mtu alivuta lever ndani ya interlocking ya cabin ili tu kubadilisha reli ya treni. Peter akaamua kwenda mpaka kwenye kile kibanda cha reli, na kufika huku mwamba akapata mshtuko mkubwa sana, kwani anakuta mwili wa yule rafiki yake Barry ukiwa hauonekani ukiwa hai, yaani mwamba Barry amefariki dunia. Na kwa wakati huu mwamba Barry aliamua kujikatisha moto mwenyewe katika eneo lile lile la zamani. Hapa Peter alipoona hivi alivunjika moyo sana, na kisha akaamua kupigia simu polisi. Barbara yeye akafika mpaka eneo la tukio, na hapa akahisi ya kwamba hili tukio halijatokea kwa bahati mbaya. Peter akaamua kukiri ukweli mwingine kwa bidada Barbara ya kwamba ile siku alikuwa na rafiki yake wa kuitwa Barry, lakini kwa wakati huo akakiri ya kwamba aliamua kuficha jambo hili ili kusudi kumweka salama rafiki yake Barry. Japo Barbara akaanza tena kumshuku Peter, lakini bado akamruhusu arudi nyumbani. Sasa mapolisi wakiwa eneo la tukio, polisi mmoja akakuta beji ya kijani na kisha akaamua kuihifadhi kama ushahidi. Lakini baadaye akiwa nyumbani Peter akaendelea kupitia lile gazeti la zamani na kisha kugundua jambo la ajabu. Sasa kumbe Elizabeth aliripotiwa kupotea kabla ya siku ya ajali ya treni kutokea. Elizabeth alikuwa ni msichana anayeishi katika ule mji, na baada ya mwili wa Elizabeth ulipopatikana ndani ya mabaki ya ile treni, polisi wakadhani ya kwamba huenda huyo bidada alikuwa anajaribu kutoroka nyumbani na kisha akafa kwenye ile ajali ya treni. Licha ya kwamba polisi waliamini hivyo, lakini kwa wazazi wake hawakuamini kama mtoto wao angeweza kufanya kitu kama hicho. Mwishoni kesi ikafungwa bila ukweli kujulikana. Peter akawa anamwambia Barbara ya kwamba Elizabeth hakufa ndani ya ile treni, na hapa mwamba akakumbuka kwamba ule usiku Elizabeth alikuwa akikimbia msituni. Barbara hapa akamuuliza amewezaje kuijua sura yake. Peter yeye akakiri ya kwamba amekuwa akiwaona waathirika waliokufa kila siku wakiwa wanamtokea kwenye ulimwengu wa roho. Sasa ili kumfanya Barbara aamini, Peter akamtajia siri kuhusu Erika ambazo hakuna mtu mwingine angeweza kujua kabisa. Barbara aliposikia hivi ni kama alikuwa ametoneshwa maumivu, lakini bado anachanganyikiwa kwa hizi taarifa ambazo Peter anamgea, na kwa wakati huu akamwambia Peter aondoke. Peter anaporudi kwenye gari lake anakuta mdori wa Elizabeth ukiwa kwenye siti. Hapo mwamba akatambua huenda ishara ya kwamba Elizabeth anajaribu kumwonyesha kitu muhimu. Mwamba akaendesha gari hadi kwenye msitu ule ambapo alimuona Elizabeth kwenye ile ajali. Akiwa huko, roho Elizabeth ikaonekana tena na kisha ikamwonyesha ishara ya kwamba amfuate. Peter akaanza kumfuata. Wakati huo Barbara naye pia akawa anachunguza ile beji ya kijani na kisha akawa anafungua faili la Elizabeth. Hapa akagundua ya kwamba Elizabeth alipotea akiwa shuleni na hiyo beji ilikuwa ni ya kwake, na Barbara akagundua ya kwamba kesi hiyo ilisimamiwa na yule mwamba William, baba yake na Peter. Cha kushangaza zaidi, faili halikuwahi kabisa kueleza wazi sababu ya kifo chake na hata mara baada ya mwili wake kupatikana ndani ya treni. Ili kupata ukweli, Barbara akaamua tena kwenda kumuona William, baba yake na Peter, na kutaka kuweza kufahamu ukweli juu ya sehemu nyingi za hiyo kesi ambazo zilikuwa hazieleweki. Barbara alipofika hapa akamuuliza swali William, aliwezaje kufika eneo la ajali ikiwa barabara zote zilikuwa zimefungwa muda huo? Na hapa Barbara akiwa na maanisha ya kwamba William alikuwa tayari eneo la tukio kabla ya ajali kutokea. Pia Barbara akaamua kumuuliza kuhusu Elizabeth na kudokeza huenda Peter kama aliona kitu usiku ule. William anabaki tu akiwa mtulivu na kusema hiyo ndio statement yake ya zamani, akionyesha ya kwamba hayuko tayari kabisa kukiri ukweli. Wakati huo huku napo Peter akawa anamfuata Elizabeth hadi kwenye ile interlock cabin. Akiwa pale akapata maono ya zamani yaliyojificha kwenye akili yake tena kwa miaka mingi. Mwamba kwenye maono akamuona baba yake akiwa amemshika Elizabeth tena kwa nguvu, na hapa inaonekana William alikuwa amejaribu kutaka kumzuru usiku ule. Elizabeth alipokuwa anajaribu kutaka kutoroka akavuta ile leva ya reli na kisha akabadilisha njia ya treni
jambo ambalo lilisababisha ajali kubwa sana. Baada ya hiyo ajali, William akamkatisha moto bidada Elizabeth na kisha akauchukua mwili wake na kuweka kwenye treni. Lengo la mwamba ili aonekane naye pia alikuwa mmoja kati ya waathirika wa hiyo ajali. Hasa hapa kumbe Peter aliona kila kitu akiwa mtoto, lakini trauma kubwa ilifanya akili yake ifiche kumbukumbu hizo kabisa. Huku napo Barbara naye pia anaendelea kumhoji William kuhusu ukweli huo. William akamwambia kwa utulivu kabisa anaweza kusubiri Peter afike ndipo achukue hiyo statement yake, huku akiwa anamshawishi sana Barbara abaki hapa, huku akiwa anaenda kumtengenezea chai. Lakini ghafla William akamshambulia Barbara kwa kushtukiza, na hapa Barbara akapoteza kabisa fahamu na kisha akaamua kumweka ndani ya buti la gari. Wakati huo huo Peter naye akafika na kisha hapa akaanza kumkabiri baba yake. Mwamba akaanza kumwambia baba yake amekumbuka kila kitu na hapa anamlazimisha akili ukweli wote, lakini William akakataa kabisa kuweza kukiri huo ukweli. Peter akajaribu kumpigia yule askari Barbara simu, lakini ghafla akasikia sauti ya simu ikiwa inatokea ndani ya buti la gari. Kabla hajafanya chochote, William naye pia akamnyoshea bunduki Barbara, huku ndani ya buti akaanza kufurukuta, jambo ambalo likaanza kumvuruga kabisa na mwamba William. Peter akaamua kutumia nafasi hiyo kumshambulia baba yake. Watu hawa wakaanza kupigana vikali, lakini William akampiga Peter na kisha Peter akapoteza kabisa fahamu. Kisha William akaamua kumweka Peter ndani ya gari na mwamba akaamua kuondoka, huku Barbara naye pia akiwa ndani ya hiyo buti. Wakiwa barabarani, William akaona roho ya Elizabeth mbele yake. Mwamba akaanza kuogopa, akaanza kupoteza kabisa na ile control ya gari na gari likaishia kusimama juu ya ile reli ya treni. Peter hapa akaanguka nje ya gari, huku William akijaribu kutaka kutoroka, lakini mlango uligoma kabisa kufunguka. William kwa sasa akaanza kupiga kelele na kumtaka mwanaye aweze kumwokoa, huku treni ikiwa inakaribia kwa kasi. Ghafla buti la gari nalo pia likafunguka. Kwa wakati huu Barbara akafanikiwa kutoka nje. Wakati huo huo Peter akapata mbinu na kujaribu kutaka kuvunja dirisha la gari kwa kutumia risasi. Kioo kweli kikavunjika, lakini roho ya Elizabeth haikuruhusu kabisa William atoke ndani ya lile gari, ikamvuta tena ndani ya gari. Wakati huo Barbara naye pia yupo kwenye reli, hivyo Peter akakimbia kwa nguvu kwenda kumwokoa bidada. Mwamba safari hii hakutaka kabisa kuweza kuona mtu mwingine akiwa anakata moto mbele yake. Baada tu ya kumsukuma Barbara pembeni, sekunde chache tu baadaye ile treni ikafika na kisha ikaigonga lile gari la baba yake na William akiwa ndani. Treni hiyo ikaponda sana lile gari kabisa na kisha mwamba William akafariki dunia hapo hapo. Baada ile ajali, mwamba Peter anawaona wakina Elizabeth pamoja na roho nyingine, safari hii zikiwa hazina hasira wala maumivu, na watu hawa wakaonekana wamepata amani baada ya miaka mingi sana kupita. Baadaye Peter akamwona mwanaye Vie kwa mara ya mwisho, roho yake ikawa imemwaga kwa upole kabisa kabla haijatoweka. Baadaye Peter akaonekana akiwa pamoja na mke wake Carol, na hapa anamwambia kwamba anahisi amani sasa, yuko tayari kuendelea na maisha na hata kufikiria kupata mtoto mwingine baada ya Vie. Carol akatabasamu kwa furaha sana. Binafsi hii movie imenifunza vitu vingi sana, ila kwa uchache imenifunza ukweli unamweka mtu huru. Na huu ndio unakuwa mwisho huu hapa mzigo wa kuitwa Backtrack wa mwaka 2015. Usiache ku comments, ku like pamoja na kusubscribe. Mimi naitwa Kipaso Njeyara, mpaka kwa wakati mwingine. Oi. Bonge Story.